Ni kitu ambacho cha kujivunia kwa maana ya kwamba timu katika muda mfupi inakuwa ndani ya NBC Premier League, lakini inafikiria zaidi katika uwekezaji, na uwekezaji wa maana ya kwamba hamna kitu cha msingi au cha muhimu katika mchezo kama utakuwa hauna uwanja. Uwanja ndio kila kitu. Yaani unaanza uwanja ndio utatafuta wachezaji, utatafuta vinginevyo ambavyo vinafuata. Kwa hiyo hatua hii ni kubwa sana kwa maana ya kwamba nikiangalia hii artificial pitch, nilivyokuja nilianza kuiangalia kwa kuikagua. Nikaja nikagundua ni moja kati ya zile nyasi ambazo ziko katika grade ya juu ambazo zinatengenezwa Ujerumani. Lakini what surprised me more ni kwamba hata vijana au kampuni, local company ambayo ilikuwa inafanya hii kazi ni ya Watanzania, licha ya kwamba wanashirikiana na Wajerumani. Sasa inaonyesha kwamba jinsi gani timu hii imepiga hatua, si tu kwa kufikiria kwamba wageni waje wafanye kazi, lakini pia na wenyeji kuweza kufanya kitu katika hiki. Kwa maana hiyo ni hatua kubwa ambao wamefikia. Step inayofuata haijalishi kwamba majukwaa nini kitakuwaje au mchoro uko vipi, lakini kwa hatua hii hapa tu namba moja tayari wamepiga hatua ya maana zaidi, na naamini kwamba ule uwekezaji ambao wanaufanya katika aina ya wachezaji ambao wana thamani kubwa unaendana sasa na thamani ya kile ambacho na kiinvest. Inaonekana timu iko serious, na kama wataendelea hivi na maana in 2 years to come tutakuwa tunazungumzia Black Star kwa namna nyingine. Event ambayo imetokea siku leo na mchezo ambao umechezwa siku ya leo, uliweza kupicture wakati mnakuja huku, ulipata mtazamo kwamba itakwenda kuwa namna hii, watu wataitika kwa kiasi hiki, ama ulikuwa na mtazamo tofauti? Nilikuwa na mtazamo tofauti kabisa, kwa maana ya kwamba nikiangalia ratiba za ligi zilivyokuwa, international call up na nini, nikawa sina matarajio. Najua ni kama warm up game tu itakuwa kwa ajili ya specifically kufungua uwanja. Lakini nilichokuja kiona ni tofauti. Ambacho kimenimpress zaidi, nimeweza kuangalia wenyeji wakibadilisha timu, wakicheza timu tofauti, yani wachezaji tofauti, lakini Young Africans kuna wachezaji ambao walikuwa sijaona kwa muda mrefu, lakini wamecheza katika kiwango bora kabisa. Competition ilikuwa ni kubwa kabisa, mwitikio kwa watu, kwa maana kwamba mimi sio mwenyeji wa Singida, lakini kwa tafiti zangu nilikuwa naona kwamba eneo hili hapa kwa kufikiria tu kwamba ni mbali, lakini idadi ya watu waliofika licha ya kiingilio ambacho kimewekwa, unajua mkoani ukaweka 12,000 au 10,000 ni pesa kubwa sana, lakini watu wameweza kuitika, watu wamelipa, watu wamekuja, na licha ya mvua kunyesha kulikuwa hamna kelele aina yoyote, watu wameridhika, japo kwa kile ambacho walikiona kwa app moja kimewaridhisha kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo ni expectation ambayo ilikuwepo kwamba inaweza kuwa ni mchezo tu wa kirafiki au wa kindugu, au kama unafahamu kwenye bracket zinazowekwa undugu wa Singida na Yanga katika namna fulani, ungekuwa unatoa taswira tofauti, lakini kwa namna ambavyo nimeweza kuiangalia ni tofauti kabisa, na naamini wengi ambao walikuwa na fikra ya kwamba mchezo huu hautakuwa vile, wameweza kufaidi na kuona kile ambacho timu hizi ziliweza kufanya katika mchezo huu. Asante Patrick. Karibu sana.